Historia fupi ya St. Joachim Tree and Primary English Medium School iliyopo Makete. Jina langu ni Padre Laurian Kayombo, padre wa Jimbo Katoliki la Njombe. Ni mkurugenzi wa St. Joachim Tree and Primary English Medium School iliyopo Makete. Shule hii inamilikiwa na Jimbo Katoliki la Njombe chini ya Mhashamu Baba Askofu Eusebio Samuel Kyando. Shule imejengwa kwa awamu mbili tofauti. Awamu ya kwanza ilijengwa shule ya awali katika eneo la kanisa la parokia ya Makete mwaka 2013. Na shule ya msingi ilijengwa mwaka 2019 na kuanza rasmi mwaka 2020. Mpaka sasa shule ina wanafunzi 276, shule ya awali wanafunzi 73 na shule ya msingi wanafunzi 203. Ni shule ya bweni na kutwa. Miundombinu ya majengo kwa ajili ya madarasa na mabweni ni imara kwa utoaji wa elimu na malezi bora. Masomo yote katika shule hii isipokuwa Kiswahili hufundishwa kwa lugha ya Kiingereza. Pia wanafunzi hufundishwa computer science. Tunao walimu wa kutosha na wabobezi katika taaluma na maadili. Walezi yani patrons na matrons kwa huduma za nje ya madarasa wako makini. Tunayo huduma ya afya hutolewa shuleni kama huduma ya kwanza. Tunaye pia hospitali ya wilaya umbali wa kilomita 4 tu kutoka shuleni. Kitaaluma shule yetu inafanya vizuri sana katika mitihani ya kitaifa, kanda, mkoa na wilaya. Mara zote imeshika nafasi ama ya kwanza ama ya pili katika ngazi ya wilaya na nafasi ya 10 bora katika mkoa. Kuna huduma ya maji, umeme na usafiri. Walengwa wa shule hii ni watoto wote wa jinsi ya kike na kiume, raia wa Tanzania bila kujali imani zao za kuabudu, kutoka wilaya ya Makete na mkoa wa Njombe na mikoa mingine yote ya Tanzania. Umri wa watoto kupokelewa shuleni ni kuanzia miaka 4 hadi 14. Nyote mnakaribishwa St. Joachim Tree and Primary English Medium School Makete. Mawasiliano waweza kuandika kwa email lauriankayombo@gmail.com au St. Joachim School Makete@gmail.com au simu namba 0755 052 986 au namba nyingine ya simu 0765 167 731.
Asanteni na karibuni nyote. Kwa jina naitwa Mwalimu Emmanuel Klave, ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi St. Joachim ambayo ipo wilaya Makete mjini. Shule yetu ni ya bweni na kutwa kama ambavyo mkurugenzi wetu wa shule ameshaeleza kiufupi historia yake, lakini ni shule ambayo inapatikana mjini kabisa. Ni umbali wa kilomita 1.5 kutoka barabara kuu. Ipo jirani na shule ya msingi Iwawa. Na mazingira haya tunayoyaona hapa, kwa upande wa huku kuna jengo linaonekana, ni jengo la bweni kwa watoto wa kiume na pia kwa watoto wa kike wanaoishi bwenini. Lakini pia shule yetu ni ya kutwa. Kwa wale watoto ambao wanaishi majumbani au nyumbani huko, shule yetu ina usafiri ambao huwa wanakuja kuwachukua watoto na kuwarejesha nyumbani. Na upande wa huko unakoonekana ni majengo ambayo ni madarasa, lakini pia majengo ya ofisi ambapo tunatumia. Ndio. Lakini pia tunaweza tukaenda upande wa huku ili tuone mazingira tofauti ya shule yetu. Hapa mbele yetu ni majengo ambayo tunayatumia kwa ajili ya madarasa, lakini pia kuna ofisi ya walimu. Lakini upande huku tuanze na darasa lile pale linaonekana pale chini, ni darasa la kwanza. Hili hapa ni darasa la pili, lakini hili hapa darasa la tatu. Darasa linaloonekana pale mbele ni darasa la 4. Pale katikati kuna ofisi ya mhasibu wetu wa shule. Mlango unaofuata ni ofisi ya makamu mkuu wa shule, lakini darasa lile pale linaofuata ni darasa la 5. Na darasa hili hapa juu ni darasa la 6 ambapo kuna shughuli pia zinaendelea hapo, walimu wanaonekana, lakini mlango unaofuata pale ni mlango wa ofisi ya mtaaluma. Na hapa katikati ni mlango unaoonyesha kwamba kuna huduma za vyoo, lakini mlango unaofuata ambao uko wazi pale ndio mlango wa ofisi ya mwalimu mkuu. Na darasa lile pale mwishoni ni darasa la 7. Darasa la 7 wapo wanaendelea na mtihani wa kata. Lakini pia kwa upande wa kule chini tunaweza tukaangalia kuna shughuli zinaendelea pale. Ni darasa la maalum kabisa kwa ajili ya mafunzo ya projekta. Tunafundisha watoto wetu kwa mifumo ya kisasa zaidi. Kwa hiyo tutaenda kuona mle ndani shughuli ambazo zinaendelea pale. Kuna projekta ambapo huwa tunatumia mara nyingi. Ukishafundisha darasani theory, basi tunaenda mle ndani kwa ajili ya watoto kuona, kusikia, tunasema ni practical learning. Karibu ndugu mwandishi tuweze kuona zaidi. Sasa twende tuangalie watoto wetu namna ambavyo wanajisomea wakiwa madarasani. Karibu. Afternoon, how are you? We are fine, thank you, sir. Okay, have a seat. Ndugu mwandishi wa habari, hawa ni wanafunzi wetu wa darasa la 7 na hapa wanaendelea kufanya mtihani wao wa kata. Na unaweza ukaona namna gani watoto wetu wapo serious, wako makini katika kufanya mtihani. Na lengo hasa ni kwamba wafanye vizuri ili kusudi tupate matokeo ambayo yanaweza kawa na manufaa kwa shule yetu. Na shule yetu mara nyingi inafanya vizuri, tuseme siku zote, kwa sababu inaongoza kiwilaya. Kwa hiyo bila shaka hawa watoto wetu wanaweza kawa ni mabalozi wazuri hata katika matokeo ambayo mwaka huu tutayapata. Na hapa wanafanya mtihani wa somo la Kiingereza. Kwa hiyo tuna imani kabisa kwetu sisi Kiingereza sio tatizo, maana ndio lugha ya nyumbani. Tunatumia lugha ya Kiingereza katika mawasiliano. Kwa hiyo tuna imani kabisa wanaenda kufanya vizuri. Ndio, baada ya kutoka sasa darasa la 7 tumeona wakiendelea kufanya mtihani wa kata.
Sasa tuingie darasa jingine tuweze kuona nini kinaendelea huko. Karibu sana. Ili ndugu mwandishi wa habari, ni darasa la 6. Kwa hiyo twende tuone kitu gani kipo kinaendelea. Afternoon, how are you? We are fine, thank you, teacher and guests. Thank you very much. Have a seat. Thank you, sir. Deal. How are you, sir? I'm fine, sir. Thank How you. are you, sir? I'm doing good. Thank you very much. So, you are most welcome. The journalist from Njombe. Ile ni darasa la 6 na tumeona mwalimu anaendelea na programu hapa. Mwalimu, unaweza ukaendelea. Thank you very much, sir. This time we are talking about English verbs and tenses. And before I go on, my name is Prince Evaristo Gambi, an English teacher at St. Joachim and Primary School. Now, let's come back to the topic. Our topic is verbs and tenses. And you cannot talk about tenses without talking about verbs. The verbs are very important. When you're talking about tenses, verbs are very important. Why do you think verbs are very important when you are talking about the tense? Who can tell the class why is it that a verb is very important when you're talking about the tense? Yes, Violet. Very good. Can you clap hands for her? Very good. A verb is very important. When you're talking about the tense, you cannot miss the verb. And the reason is that a verb shows action. A verb shows Action. Then, after looking at the verb, what about the tense? What is the tense? What is the tense? Elsheba? The tense is a form of verb that shows time. Very good. A tense is a form of a verb that shows time. This makes a verb to be very important because a verb shows time. And when we are talking about time, we are talking about the present tense, we are talking about the past tense, and we are talking about the future tense. Now, you cannot leave the verb when you are talking about a tense. Now, let us come to a verb itself now. A verb itself. Before we look at the tenses. Now, as we have said, a verb is a word that shows action. A verb is a word that shows action. Now, we have two kinds of verbs. We have two kinds of verbs. What are these? Two kinds of verbs. Who can tell the class what are these two kinds of verbs before we go to the tenses? Yes? Yes, very good. Can you clap hands for her? Very good. Two kinds of a verb. As our friend has said, there are one regular verbs
And 2, we have regular verbs. Yes, sorry, sir. Yes. We appreciate what is going on with our lovely pupils. After having this short session, we would like to leave. You may go on with your program. Thank you very much, pupils. All right? Yes. All the best. Thank you very much. Ndio ndugu mwandishi wa habari, baada ya kuona program zinazoendelea darasa la 6, sasa twende maeneo mengine. Na niseme kiufupi kwamba ufundishaji katika shule yetu upo wa uhakika kama ulivyoweza kujionea walimu wakiendelea kuwafundisha hapo watoto wetu. Na baada ya kuwafundisha hapo, kinachofuata ni kwamba mwalimu anatakiwa kuwachukua hao watoto kuwapeleka sehemu maalum, kwenye chumba maalum kabisa kwa ajili ya kuwafundisha kwa vitendo. Na eneo hilo tumelitenga kwa ajili ya projector. Kuna projector ambayo tuna display, tunaonyesha watoto wanaweza kaona, kusikia, ili kusudi kuwajengea maarifa zaidi watoto waweze kuwa na ufahamu mkubwa zaidi. Hatuishii tu kwenye kufundisha kwa nadharia. Kwa hiyo huo ndio umuhimu wa shule yetu katika ufundishaji wa vitendo kwa kutumia projector. Lakini pia watoto wetu ambao wanaishi bweni, kuna wakati ambao watoto tunawaonyesha wakati wa jioni ule saa 2 taarifa za habari. Lengo ni kwamba watoto waweze kujua nini kinaendelea katika ulimwengu wa leo, contemporary issues au cross-cutting issues. Ukiangalia pale pana ungo. Ule ungo umeunganishwa moja kwa moja na projector. Kwa hiyo wakati wa jioni watoto wetu tunawapeleka pale, lengo waweze kuangalia taarifa habari, na baada ya taarifa habari basi watoto wetu tunawapeleka madarasani kwa ajili ya shughuli nyingine za ujifunzaji. Na hapa tunapoelekea kuna chumba maalum kabisa kwa ajili ya kompyuta. Shule yetu pia inatoa mafunzo ya kompyuta. Kwa hiyo watoto wetu wanapohitimu darasa la 6 kwa mtaala huu mpya, watakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuelewa kompyuta na kazi yake ni nini. Ndio ndugu mwandishi wa habari, sasa hapa tumefika kwenye chumba maalum kabisa kwa ajili ya kompyuta, na tunawafundisha watoto wetu kwa sababu ya uhitaji wa nyakati. Watoto wetu wanahitaji elimu ambayo imeboreshwa zaidi katika maana ya misingi ya sayansi na teknolojia. Karibu tujionee namna ambavyo watoto wanaendelea kufundishwa hapa. Okay, thank you. Can you mention the part of computer maybe? Screen, CPU, keyboard, mouse, wire. What is the advantage of computer? You calling? Advantage of computer. Kama tumeshajionea hapo, watoto wetu wanaendelea na mafunzo ya kompyuta, na tunafundisha kwa sababu ya mazingira ya nyakati, kama nilisha eleza mwanzoni kwamba watoto wetu waweze pia kujua
elimu yetu kiusasa zaidi. Lakini pia tuna imani kwamba itakapofika 2027 yani mwakani, watakao kuwa wanahitimu pale darasa la 6 watakuwa wanapewa vyeti vya kompyuta, yani vya kuhitimu mafunzo ya kompyuta, na mwalimu wetu yuko pale anaendelea kuwafundisha, na mafunzo haya yanatolewa kwa madarasa yote, yani kuanzia darasa la kwanza hadi darasa la 7 pale. Lakini pia hapa kama unavyoona, hiki ni chumba ambacho kinatumiwa na walimu kama stafu, lakini pia mazingira yetu ya upande wa huku pia hii ni stafu nyingine, na chumba ambacho tunaenda sasa ni chumba maalum kwa ajili ya mafunzo ya projector, na mafunzo haya yanatolewa baada ya kufundishwa wanafunzi darasani theory. Sasa hapa tunawaleta ili kusudi watoto waweze kujifunza kwa vitendo, waone, wasikie na wahisi ikiwezekana. Kwa hiyo karibu tuweze kuona zaidi. Yes, afternoon. How are you? We are fine, thank you, scientists. Thank you very much. Have a seat. Thank you, sir. Ndio, ndugu mwandishi wa habari, hiki ni chumba maalum kabisa ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya kuwafundisha watoto wetu projector. Lakini kabisa projekta yetu hii imeunganishwa na mfumo wa king'amuzi decoder ambao unatuwezesha kuwaonyesha watoto taarifa za habari na matukio mbalimbali ambayo ni muhimu kwao kuyafahamu. Lakini pia katika mfumo wetu wa projekta hapa tunatumia kompyuta katika kuwafundishia watoto. Zile mada zote ambazo zipo kwenye vitabu tumezidownload katika audio visual, kwamba mtoto anaweza akaona, akasikia kwa topiki zote, kwa masomo yote kuanzia darasa awali mpaka darasa la 7. Kwa hiyo hapa kuna mwalimu ambaye ni mtaalamu wa kompyuta anaendelea kuwaonyesha watoto wetu ile mada ambayo ameshawafundisha akiwa darasani. Mwalimu, unaweza ukaendelea. Okay, all you pupils. We are fine, thank you, sir. Actually, put it down. This is our talk today from when solar system was learned in the previous session, yeah? Do you remember it? Yes. Okay, now it's likely to look now. Do you know what is solar system, by the way? Yes. It was about what? Okay, very good. 2 claps for her. Now, Sakati, you say that it is the arrangement of the planet in unity. Arrangement of planet? Okay, now, as you went now by theoretically, that in the practical way you can see like that. That you can see there. Now, we have how many arrangements those planets in the solar system? Because they are here. Now in this place, like you see there, the first was what? Second, now Venus is like that one, you know, they explain there as this. Are you together? Yes. Now here you know, you see there now our pupils actually are there looking there, that is happening to follow the solar system. Actually, you're most welcome to follow this and your team. Welcome. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you a lot. Baada ya kuzunguka maeneo mbalimbali ya shule yetu, na sasa tumetoka kwenye chumba hiki maalum kabisa kwa ajili ya projector. Sasa twende tukaone maeneo ambayo watoto wanalala, ambayo ni mabwenini. Sasa mabweni haya yapo kwa ajili ya wavulana na watoto wa kike. Karibu. Ndio.
baada ya kuzunguka maeneo ya shuleni huko, hapa ni eneo la bweni, ni bweni la wavulana, lakini mbele huku kuna bweni la wasichana. Naomba sasa tuingie tuweze kuona mazingira ya watoto, sehemu ambapo wanalala. Chumba kingine ni hiki hapa, lakini vyumba ni vingi. Ndio, kwa upande wangu wa juu huku unaweza ukaona kuna jengo linaendelea kujengwa. Hili jengo liko maalum kabisa kwa ajili ya ukumbi, lakini pia tutalitumia kama sehemu ya store kuweka mazao, na sehemu nyingine itakuwa ni sehemu ya jiko. Kwa hiyo ni jengo ambalo likishakamilika litakuwa ni jengo bora kabisa na litakuwa na ukumbi mkubwa sana kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya shule yetu. Lakini pia kama utakuwa umefanikiwa kuona, ndugu mwandishi wa habari, kule chini kuna jengo linaonekana. Lile jengo ni greenhouse kwa ajili ya kilimo cha mboga. Kuna wakati ambapo tunalima mboga kwa ajili ya matumizi yetu binafsi, kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo sisi hapa huwa hatununui mboga. Mboga tunazalisha wenyewe, iko ya kutosha kwenye ile greenhouse. Lakini pia hapa tuna mboga ambayo inaendelea kwa matumizi ya watoto wetu. My name is Brightness Prosper Makione. I am in standard 6 at St. Joachim Primary School. I have my dream to become a pharmacist, and I may achieve because at our school we have a lot of improvements and good teachers like science teachers, mathematics teachers, and other teachers. I may achieve my goal. I would like to welcome parents to bring their students here at our school. Thank you. My name is Felista Armena Lusekero. I am in class 6 at St. Joachim Primary School. At our school we have a playground where we used to play football, netball, and we have tools that used for playing like football, balls, and tennis. Thank you. My name is Elsheba Vadikiando. I am a standard 6 pupil at St. Joachim Primary School. Our school has a high quality of disciplined pupils. This is because it is under a Roman Catholic Church. It emphasizes education with formation excellence. Thank you. Parents are welcome to bring your children. Kwa jina naitwa Violet Zakayo Sanga, ni mwanafunzi wa darasa la 6 katika shule ya Mtakatifu Joachim. Katika shule yetu tuna vifaa mbalimbali tunavyotumia katika masomo, kama vile tuna kompyuta ambazo tunatumia katika masomo, tuna projekta ambazo tunatumia kuangalia vitu mbalimbali kuhusu masomo, na pia tuna walimu wazuri wanaotufundisha. Asante, karibuni sana shuleni kwetu. Kwa jina naitwa Colin Chota, mwanafunzi wa darasa la 6 katika shule ya msingi St. Joachim. Shule yetu ina utaratibu wa kupeleka wanafunzi katika mbuga mbalimbali za taifa. Mfano la 7 mwaka jana na 6 mwaka huu nilipata nafasi ya kwenda kuona wanyama katika mbuga ya taifa ya Ruaha. Tuliona wanyama kama vile kobe, tembo, twiga, kiboko na mamba. Tunawakaribisha katika shule ya msingi St. Joachim.